Nishaumizwa. Mimi tangu asubuhi hii ndio nimepata mweshi. Unaona? Afadhali serikali tuangalie. Labda na kuna soko jingine ambapo mahali ambapo mlifaa kuhamia. Unajua hiyo soko leo kama leo ningepata pea mbili ningepata hata unga. Sasa hii itachukua muda gani ndio kumaliza mweshi? Unaona? Lakini karibu kuharakisha angalau tutapata hata unga. Unaona? Hii soko imetolea sana sisi kama mavijana. Mimi nimefika saa 10 asubuhi napata soko yote imeanguka chini, unaona? Na tuwezi tumia pesa ya stock. Kama utatuangalia itakuwa jambo la muhimu. Asante sana. Tuanze na tufahamishe jina na utuambie unafanya biashara hapa Gikomba. Umeathirika vipi kutokana na ubomozi huu? Na tunafahamishwa pia kuna soko jingine ambapo mnafaa kuhamia. Mbona hamjahama? Kwa majina naitwa George Ochieng. Sisi ni wafanyikazi wa hapa Gikomba. Na Kenya tungependa kusema Ruto amebomoa ya kutosha. Atujenge sasa, tuna masoko. Lakini si mlikuwa mmepewa mahali pa kuhamia? Hakuna pale tulikuwa tumepewa. Ingekuwa tumepewa sasa tungekuwa tumeenda. Na Ruto amebomoa ya kutosha. Gikomba ni 16 acres. Anatupatiaje ya quarter acres? Anatupatia quarter acres tuende wapi? Sasa tunasema hivi, Ruto amebomoa ya kutosha. Vijana wamechoka, wamama wamechoka, watu wanahangaika. Ruto anataka aje. Asante sana. Hao ni wafanyabiashara katika soko hili la Gikomba wakielezea tu ghadhabu zao na hasira kutokana na kubomolewa kwa soko hili. Wametaka viwanja, wanatuambia tulipe. Kwa nini tunalipa? Mimi Ruto anitetea, mimi sina mali naenda. Niko na watoto sina pesa la nyuma. Nihurumie. Demolition and eviction will ever be done at night. I started differing with William Ruto, our second year in office, when he went against what we had agreed and started a systematic program of evicting people from their land and from where they have lived for life. What happened last night is inhuman, it's brutal, it's unacceptable, it is persecution of small traders. And we ask him, William Ruto, we know, we understand your frustration that Kenyans want to send you home to be a one-term president. But why are you at war with the Kenyans? You are at war with the Kenyans. Why do you release policemen and other people with such vicious brutality in the middle of the night to persecute the people of Kenya? The purported arrest of Sakaja was diversionary. As we speak now, what is the time? It's 2:40 a.m. in the morning. Gikomba inabomolewa. Gikomba market is being demolished. Kuna tractors 3 na askari wameuga askari wengi sana. I don't know why William Ruto is doing this to the people. And the target is Mount Kenya people, business people. He wants to cut all sources of revenue. Ndio cut hadi uko chini. You know, those are millionaires. That market inategemewa na watu wengi sana. We cannot say ni watu wa Mount Kenya wanafanya kazi huko. Inafanywa kazi na kila mtu kutoka kila mahali. But mimi sasa nitawasaidia aje? How do I help you? I've received a lot of calls. I've received a lot of distress calls. I don't know how to help you, my good people. The only thing that I can tell you ni mchukue kura, because we need to kick out this Satan as early as possible. 2027. Hakuna njia nyingine. Na kama kunayo hiyo ikishindikana, we use the alternative way. Tell me why. I don't have any problem with the upgrading the market, building new markets. But tell me why the government that is meant to protect people and their properties is doing that kwa wale watu wenye waliwachagua na hakuna mahali kuna alternative. I want to ask you one question. Kuna washenzi wanakuja hapa, they were given notice. Yes, we don't have a problem with the notice. William Ruto hii Nairobi County kutoka 2022 ameambia watu wenye atajenga more than 6 markets. I swear hakuna soko yenye William ameanza ikamalizika.
At least ungemaliza hizo zingine kuja kubomoa Gikomba, uambie wahamie hizo zingine before umalize. But I tell you one thing. It is not about the market. It is about profiling one community, and the community is Mount Kenya people. Niyo Mount Kenya people. So mustake kuambiwa na washenzi wengine sijui nini, they want to grab land. Tell me why you should tell people at 50 meters from the river. 50 meters. And niwaulize kama pesa za kujenga in each and every county there are markets that are supposed to be built. Hakuna county yenye more than I think each county more than around 4 or 5 markets. Hakuna yenye imemalizika. Alafu unaniambia unakuja kubomolea watu wa Gikomba. That is bullshit. That is bullshit. Chukueni kura watu wetu. William Ruto is playing the poverty card. Remember, poverty is a weapon in politics. That is what he wants. Ndio mkiitwa pale akienda mikutano. Si mnaona mikutano zake anaenda anaongelesha nini security wake na magari. Anataka mkiitwa mahali juu ya 200 mnakimbia. Mnakimbia. He wants to make you your slaves, and we cannot allow that. I've received a lot of others. Mimi sijalala. Nimekuwa tu huku nje. I think hata wenye wamekuwa live yangu wameona. Mimi nimekuwa nje tu. Yeah, mimi I'm bitter about it. I'm bitter about it. Niliona hapa bypass wanajenga, Kenya inajenga nini? Places mnabomoa, hata hakuna kitu mnajenga. You are leasing those places to yourselves through proxies. That is what you want. But that is very wrong. That is, we have an inhuman person as the president of this country. We must reform, we must change, and I will keep saying on this. Hata muniambia nini, nitaongea na nitasema. I'll say it, and I'm not afraid. I'm not afraid even for the bloggers that mnatumaka kuja to hurl insults. I will never be afraid. I'll never bow down. I'll speak for the people of Kenya. I'll speak for the people from Mount Kenya, and I'll speak for this country. Lakini hiyo jenga ya kubomolea watu, I have talked to a lot of mothers, they are crying there. And nimeongea na wananiambia sasa niko na watoto school, niko na watoto nini. Mimi kutoka, somebody has worked in Gikomba for 20 years. Mwingine ananiambia 14, mwingine anyway. Chukueni kura na mkue kadi. Kueni kadi. 2027 tunavurusha yeye. Shenzi sana.